Kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza hadi ule wa 6. Maandiko yanasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane. Sema mwanamke mjane. Mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, nitampatia haki yake. Asosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Nitarudia tena ule mstari wa 3. Anasema, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane. Mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Na kichwa cha somo nimesema haki za mwamini au za mtu aliyeokoka. Haki za mwamini au haki za mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nianze kwa mtu aliyeamini, mtu ambaye amekubali kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wake, anazo haki katika ufalme wa Mungu. Tanielewa? Najua mnajua mahakama, sio? Mnajua mahakama? Mahakamani unaweza kawa una haki. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kawa una, lakini usipozijua haki zako unaweza kufungwa. Tunaenda sawa sawa? Unaweza ukafanyaje? Pamoja na kama wewe una, nilodi upande wa pili. Tumesoma habari ya mama mjane. Huyu mama alikuwa amefiwa na mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa amefiwa na mume wake. Wakati amefiwa, kuna mambo ambayo yalitokea yaliyosababisha huyu mama agundue kwamba mambo hayako sawa. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa. Nataka tujifunze leo habari za huyu mama mjane. Sema asubuhi ya leo, ninatambua kwamba ninazo haki katika ufalme wa Mungu. Ewe shetani, ninatambua na kutangazia kwamba ninazo haki katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu. Katika ufalme wa Mungu. Ninatambua kwamba ninayo haki. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ufalme wangu funguka kwa jina la Yesu. Yangu funguka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Funguka asubuhi ya leo.
na kuna wakati ambao unatakiwa kutangaza. Leo ni siku ya kutangaza. Nasema leo ni siku ya kutangaza. Nasema leo ni siku ya kutangaza juu ya haki tulizo nazo. Shetani ajue na mbingu zijue kwamba sisi tulioamini tunazo haki mbele za Bwana. Unajua mtoto ambaye anasikiliza, watoto wanaelewa sana kwamba wana haki mbele ya wazazi wao. Watoto mpo? Makofi kwenu, hebu tu washangilie. Watoto nipungiani mikono basi, punga mikono watoto wazuri. Haleluya. Mtoto anaelewa kwamba ana haki kwa baba yake, lakini watu waliookoka hawatambui kwamba wana haki mbele ya Mungu wao. Na kwa sababu hiyo wanaonewa. Sema kuanzia leo. Kuonewa. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo sitaonewa tena. Sitaonewa tena. Katika jina la Yesu. Sasa huyu mama alijua haki yake. Huyu mama mjane alitambua haki yake. Alipotambua haki yake, hakuishia tu kuitambua haki yake, lakini alifahamu kupeleka haki yake akadai wapi. Mahali ambapo anapaswa akadai haki. Cha kwanza kwa mama huyu tunajifunza, alitambua kwamba kuna jambo halijatendeka sawa. Kuna mtu ambaye amedhulumu haki yake. Namba 2, alijua kabisa, alifahamu haki, kwamba ana haki ya kumiliki kile anachopaswa kumiliki. La 3, huyu mama alielewa mahali gani akienda ataipata haki yake. Ndio maana unaona huyu mama akamwendea yule nani? Kadhi. Na hakuanza kumwendea kwa sababu alijua haki yake. Unajua tuna waombaji ambao wanaomba, yani anaweza kujua kwamba, kwa mfano, anaweza kujua ni haki yake kuponywa, si ndio? Anaweza kujua ni haki yake kuponywa. Lakini akiomba siku 2 akakuta hajaona matokeo ya uponyaji kwenye eneo analoomba, ameacha na maombi, ametafuta maombi mengine. Anafika hatua anafikiri kwamba ile hali ni hali yake. Utaijua kweli na kweli itakuweka huru. Nasema asubuhi ya leo utaijua kweli na kweli itakuweka. Shetani anapoleta changamoto kwenye maisha yako, unataka msikie? Shetani anapoleta changamoto kwenye maisha yako, sema anataka ajue kama unajua haki zako. Hawa huko hawajanielewa. Nasema hivi, unapokutana na jaribu, unapokutana na changamoto, lengo la shetani ni kwamba anataka ujue, anataka ajue kwamba wewe unajua haki zako. Na anapogundua kwamba wewe unazijua haki zako, hakika atakuachilia. Lakini akijua kwamba hutambui haki zako, atakung'ang'ania. Wangapi wamenielewa mpaka hapa? Leo ni siku ya kudai haki zetu. Nasema leo ni siku ya kudai haki zetu. Leo ni siku ya kudai haki zetu mbele za Bwana. Sikiliza. Huyo shetani ambao unapambana naye ni mtu ambaye alikaa wapi? Mbinguni. Sema mbinguni. Mbinguni. Kwa
hiyo sheria zote, vitu vyote vinavyohusu Mungu anavijua. Unanielewa? Vitu vyote vinavyohusu Mungu anafanya nini? Anavijua. Alipokasirika Mungu anajua. Mungu anapomaanisha vitu vyake anajua. Sasa kwa sababu anajua wewe hujui, ndio maana anakujia kwa sura hiyo, ili ajue kwamba unajua haki zako. Huyo hakimu anayeenda kusoma, anasomea sheria zilizowekwa ili ajue namna ya kuhukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposimama kuhukumu pale, anatumia vifungu vya sheria. Tuko pamoja? Anatumia vifungu vya sheria. Anashika sheria ambayo amesoma miaka mitatu, si minne, sijui, lakini anashika kifungu cha sheria, anakwambia kifungu namba cha mwaka, anakutajia na anakutajia na fungu na anakutajia na ukurasa, na anataja kinasema kwamba kwa kosa hili umestahili kufungwa miaka 5. Akishamaliza hapo, hakuna mjadala, unafungwa kwa kifungo cha nini? Cha sheria. Unafungwa kwa kifungo cha sheria. Yaani ule usomi wa hakimu sio ndio unaokufunga. Ziko taratibu ambazo nchi imeweka na kanuni tayari zimefanya nini? Zimewekwa, na zile kanuni zinafuatwa. Labda iwe huruma ya hakimu kukwambia tukupunguzie adhabu. Unanielewa? Tukupunguzie nini? Adhabu. Sasa kama tu sheria zilizoandikwa na wanadamu, hakimu anapozitamka, hata wewe mwenyewe unapotoka pale unajua kwa mwenendo wa kesi huu naweza kushinda kesi au naweza kufungwa. Mwisho wa kesi unapofika, hakimu amesha kuhukumu, anakuhukumu kwa andiko lililoandikwa kwenye kitabu. Leo injili ngumu. Haleluya. 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 Tuko kwenye sheria za mbingu. Hizi tunazotamka ni sheria za kibinadamu. Lakini leo nimekuja nikuletee sheria za kimbingu ambazo wewe zinakulinda, ambazo zinakufanya wewe uwe na haki mbele za Bwana, ambazo zinakupa mamlaka wewe ya kusimama na ujione kwamba wewe una mamlaka ya kufanya jambo fulani. Unajua, mwambie jirani yako unaonewa kwa siku sababu. Unaonewa kwa siku sababu. Na umefika hapo kwa siku sababu. Na umefika hapo. Leo utazijua haki zako. Leo utazijua haki zako. Leo utazijua haki zako. Kumbuka nimekwambia shetani alikana Mungu, anajua sheria zote za Mungu. Kwa hiyo na yeye tunaweza tukasema amesoma zile sheria kama mahakimu walivyosoma. Anazielewa kama mahakimu walivyosoma. Sasa utofauti ni kwamba hili neno unapoliona hivi, hili neno halifanani na sheria ambazo hakimu anazitumia. Hili neno limejaa, yani lina nguvu kuliko unavyofikiri. Na kupitia hili neno limesimama kwa niaba yako. Hili neno, ndani ya hili neno ziko haki zako, ndani ya hili neno
ni sheria tosha ambayo shetani ukimsomea anaelewa kwamba hapa kinachoendelea ni hiki. Ni wewe tu ndio ujui haki zako. Sema asubuhi ya leo, asubuhi ya leo nitasimama kudai haki zangu, kudai haki zangu katika jina la Yesu. Nikupeleke kwenye kitabu cha Zaburi 121. Yohana, fungua Yohana 10:10. Kwa sheria ya kwanza ambayo tunaikuta kwenye haya maandiko, nimesema ni baadhi, lakini hapo ziko nyingi. Sheria ya kwanza, unaona Yesu Kristo ametoa sheria ya wewe kuwa na uzima tele. Biblia inasema hivi, Yohana 10:10. Anasema mwili haki isipokuwa aibe, isipokuwa achinje, isipokuwa aharibu. Na Biblia haijazuia mwizi kuja. Umenielewa? Amen. Imekupa taarifa kwamba mwizi atakuja. Amen. Lengo la mwizi ni kufanya nini? Ni achinje, aharibu, auwe. Sasa sheria ya Yesu inasema hivi, mwizi alikuja achinje, aharibu, lakini mimi nalikuja wawe na uzima, kisha wawe nao. Sasa ikija sheria ya adui inayoniambia wewe utakufa, kazi yangu ni moja, kutumia sheria ya Kristo. Yesu alikuja niwe na uzima, kisha niwe na utele. Amen. Yani shetani anamshinda sheria kwa sheria. Ndio maana unaona vita iliyoko mahakamani. Mtu akishaona hana namna ya kujitetea, anamchukua wakili na wakili, wanaanza kupambana kwa sheria. Hata katika ulimwengu wa roho, ili uweze kumshinda shetani, lazima usimame na sheria. Amekuja kuiba uhai wako, amekuja kuchinja familia yako, amekuja kuharibu ndoa yako. Dawa ni moja, Yesu alikuja tuwe na uzima, kisha tuwe nao. Sasa ukijua sheria inasema niwe na uzima tena, kwa nini unakuwa na hofu unapokuwa na shida? Ni kuapply tu ile hata darasani. Najua wanafunzi wanaosoma hesabu, unapotaka kutafuta mlaba, unapotaka kutafuta mzingo wa eneo, unapotaka unatafuta eneo la pembe tatu, lazima uwe na kanuni inayokupa wewe nafasi ya kutafuta hilo eneo ili uweze kupata jibu. Kwa hiyo kanuni ya ufalme inasema hivi, mwizi alikuja achinje, lakini ashughuliwe mwamba, kwamba Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao. Pokea uzima wa Bwana. Nasema pokea uzima wa Bwana. Nasema pokea uzima wa Bwana. Sheria ya ulimwengu wa roho inakulinda. Hautakufa, utasimulia matendo makuu ya Bwana. Sasa kwa mfano kama mimi roho ya mauti inakujaje? Ni sheria kwa sheria. Yaani sheria nyingine ya uzima, sitakufa bali nitaishi ili nisimulie matendo makuu ya Bwana. Ni sheria tayari. Na ukishamwambia shetani hiyo sheria, anajua laiti ndiye anakuachia, anajua wewe unajua haki zako. Tunakufa kwa sababu hatujui haki zetu katika ulimwengu wa roho. Sema leo uko darasani. Ujifunze haki ulizo nazo ili shetani asikuonee. Soma
Zaburi 121 mstari wa 4. Zaburi 121 mstari wa 4. Naam, hatasinzia wala hatalala usingizi. Hatasinzia wala hatalala. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Amen. Jua halitakupiga mchana. Jua halitakupiga mchana. Wala mwezi wakati wa usiku. Wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo. Kuna neno umeacha hapo nalitafuta. Wako. Hebu anzia ule wa 4. Nitarudia tena mstari wa 4. Na hata sinzia wala hatalala usingizi. Yeye aliye mlinzi wa Israeli. Bwana ndiye mlinzi wako. Ndio hapo nilikuwa natafuta. Yes. Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Sasa jambo la pili, haki ulio nayo mbele za Bwana ni kwamba una haki ya kulindwa na Bwana. Amen. Una haki ya kulindwa na Bwana. Yes. Na huyo mlinzi ambaye anakulinda anasema hasinzii wala halali. Kwa nini unakuwa na hofu kile ukifanya gani? Kwa damu ya Yesu. Sasa unajua vita nyingine mnazitafuta, niwaambie leo wanaume. Vita zingine huyu anayeendesha gari, hujui anatumia miungu gani. Unapoanza kuweka damu ya Yesu, unapoanza kuweka hivyo vitu, ile miungu sasa inaanza kupambana mule ndani. Wewe unachotakiwa kufanya ni kumwambia Mungu, naingia kwenye hii gari, achilia tu ulinzi nifike salama nakoenda. Una haja ya kunyunyiza damu ya wewe chombo chako kile. Unanyunyiza damu ya Yesu ni mali yako. Na nyunyiza miungu sasa inajibu somo. Halo? Miungu inajibu somo pale sasa. Baada ya kuendelea na vita, ndio wanasema kabla hujapanga vita, jipange kwanza. Hakikisha Mungu yuko upande. Sasa umeenda kulala guest. Umeenda kulala guest. Chumba unacholala ni kimoja tu, lakini namiliki guest wewe guest yote hiyo. Sasa wewe utalala vyumba vyote. Guest wewe uzuri yule mwenye guest amezindika vitu gani? Unashangaa mambo yamevurugika huko ndani. Sijui mara mtu anasema alikuwa ananisimulia mtu mmoja. Anasema sasa akakuta umeme unazima kwenye chumba anacholala. Umeme unazima kwenye chumba. Baadaye alipomuuliza Mungu akasema, kwani wewe unamiliki guest? Wewe unamiliki chumba ulicholipia. Kwenye gari unamiliki siti ulionunua. Namiliki vyumba vyote, mapato, unafurumusha na huko ndani inawezekana kuna chumba cha misuguri. Namiliki madamu ya Yesu. Guest wewe utalala vyumba vyote. Halafu ni mali yako. Ndio maana watu wengine tumechokoza vita. Yaani unasema nilipigwa. Ulipigwa kwa sababu hujui namna ya kwenda. Wanasema tutamiliki. Sasa lakini kwa kupigwa kwake sisi sheria inasema kwa kupigwa kwa Yesu sisi Kwa hiyo shetani anayetaka kuniambia kwamba sitapona magonjwa yangu, manake anataka afute kipigo cha Yesu alichopigwa msalabani. Hujui sheria, ndio maana unalia. Huyu mama mjane, sikiliza niwaambie. Huyu mama mjane aliacha ujana wake, akavua nguo zake za ujana, akasema nitadai haki. Lazima udai haki yako. Umekuwa na magonjwa ya kudumu, lazima usimame udai haki yako. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alipigwa ili wewe uwe mzima. Lazima udai haki yako. Tatizo walokole tumekuwa wepesi sana wa kuongea na kusema sema, lakini hatujui haki
Mwambie jirani yako unaonewa kwa sababu hujui haki zako. Lakini kama ungejua haki zako, ni kutamka tu. Jamaa mmoja tu ambaye alijua haki zake alikuwa amelala, na huu mfano nadhani nimewahi kutoa siku moja. Alikuwa amelala akasikia kwenye ufungu wa kitanda, ufungu wa kitanda sauti inatoka, utakufa leo, utakufa, utakufa leo, utakufa. Sauti inaunguruma ufungu wa kitanda. Na wengine sauti imeshawatisha. Haleluya. Wengine naona sema wamegeuka, sauti zinawatisha. Sasa yule bwana alisema mimi sitakufa. Alichokifanya akachukua Bible. Akachukua nini? Bible. Akachukua Biblia. Kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 5. Akachukua, yani sikiliza, wasitushinde mahakimu wanaochukua misalafu wanafunga watu kwa neno lililoandikwa. Yani inawezekana yule hakimu amezaliwa amekuta lile andiko lilishaandikwa, ameenda kusoma, amekuja analitumia andiko hilo, atakufa, atakuja hakimu mwingine bado anatumia andiko lile lile anakufunga. Lakini wewe unayo sheria ya uzima ambalo ni neno la Bwana. Huyu jamaa alijua sheria ya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aliposikia ile sauti inatoka kule ufunguni, akafungua kitabu cha Yohana 5 na mstari ule wa 24. Maandiko yanasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Lakini anasema wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kazi yake ilikuwa ndogo tu, ambayo wewe sidhani kama unaweza. Alishika Bible yake, ashika Biblia yake namna hii, akachukua Biblia yake namna hii. Si sauti inatokea huko? Sauti inatokea wapi? Ufunguni mwa kitanda. Ufunguni mwa kitanda. Yes. Akasema, Shetani, nataka niambie, wewe unajua sheria gani? Yes. Sheria ya ulimwengu wa roho inasema, nimetoka mautini kuingia utani. Sheria lazima upate haki. Sasa Biblia inasema jua halitakupiga wakati wa mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Sasa wewe umeshaona unapigwa, kwa nini unanyamaza? Fungua maandiko na usome, na uyaelekeze. Kama ni shambani kumekauka, chukua vifungo vielekeze kwenye kazi yako ya mikono, na umwambie Mungu, ulisema jua halitatupiga, kuna kitu nitapata. Akipata hasara anasema yalikuwa ni mapenzi ya Mungu, labda Mungu leo. Hakuna mapenzi ya Mungu ya namna hiyo, yani yalikuwa ni mapenzi ya Shetani. Nasikia mtumishi wa Mungu, simama na udai haki yako. Mshike mkono jirani yako na umwambie, simama udai haki. Simama udai haki yako. Na nataka mshikane watu wawili sasa, tupate nafasi ya kuomba hizi dakika 10. Kuna mambo ambayo wewe unajua hayaenda sawa. Amen. Amen. Sasa unajua nini? Nilikuja kukumbuka anapoita malaika, kabla alikuwa anamuita malaika wa vita aje amsaidie. Haleluya. Haleluya. Pata nafasi ya kushikana na mtu mmoja. Yes. Yeyote yule wewe ambaye utakuwa umemchagua. Sikuchagulii wewe, tafuta mtu mmoja. Amen. Shikaneni mikono miwili namna hii, na nataka muombe na huyo mtu. Amen. Nina uhakika kila mtu ana haki yake. Hizo haki leo zikatendeke katika jina la Yesu. Hizo haki zikatimie katika jina la Yesu. Hizo haki zikatokee katika jina la Yesu. Hizo haki zikatimie katika jina la Yesu. Nataka ufungue midomo yako na uanze kuomba zile haki ambazo Mungu aliachilia. Hebu anza fungua midomo yako na uanze kuomba.
endelea kuomba, endelea kuomba. katika jina la Yesu. Sheria nami sasa ninazirudisha kupitia sheria ya Roho Mtakatifu, sheria kupitia neno lako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haki zangu zote zilizopotea nazirejesha leo kwa sheria ya ulimwengu wa roho katika jina la Yesu.